kuwakutanisha wachezaji waliocheza katika ligi mbalimbali. Na hicho kinachotuweka na Musoma Veterans amepata Idazo Simiyu. Tangaza mubashara kabisa moja kwa moja na kujia katika viwanja hivi. Viwanja moja dakika 45. Mchezo wa finali saa 11 dakika 45 kikyo. Tangaza mubashara kabisa moja kwa moja na kujia katika viwanja hivi. Viwanja vya Karume. Mechi ni Kishapu Veterani zidi ya Mwanza Veterani kutoka pale Lock City Mwanza. Na ni kipindi cha pili, mpenzi mtazamaji, mubashara kabisa matangazana kujia moja kwa moja katika viwanja hivi, viwanja vya Karume katika mji wa Musoma. Bonanza kubwa kabisa mkoa na kanda ya Ziwa kwa ujumla. Kumbukizi, wana michezo, maveterani. Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, mwana falsafa wa Afrika na dunia, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tukimwenzi aliyehimiza kupigania uhuru Tanzania na nje ya Tanzania. Msumbiji, Namibia, South Africa ni mashahidi. Jezi kubwa sana Tanzania na Afrika kwa ujumla. Waganda wanamkumbuka enzi hizo, Wakongo wanamkumbuka enzi hizo Ali Mchumila. Mpira umekwisha tamatika. Goli ni moja kwa moja, si Kishapu Veterani, si Mwanza Veterani kutoka Lock City, na si Kishapu kutoka Kishapu Mwadui kwenye mgodi mkubwa Tanzania na Afrika. Goli ni moja kwa moja. Pointi kwa Kishapu. Bana, leo ikiwa ni tarehe 19 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, ni siku ya kilele cha bonanza ambalo huwa linafanyika kila mwaka inapofika tarehe 14 ya mwezi wa 10 ya kila mwaka. Hii ni kwa ajili ya kumwenzi aliyekuwa baba wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambalo hufanyika mkoa wa Mara mjini Musoma, huku uandaji wakiwa ni Musoma Veterans pamoja na Biashara Veterans. Lakini kwa msimu huu hapa wa 2020-2025 watu waliofanikiwa kufika finali ni Simiyu pamoja na Mwanza Veterans. Lakini bahati imekwenda kwa upande wa Mwanza Veterans ambao wamebahatika kuondoka na kombe hili, ikiwa ni msimu wao nadhani mimi wa kwanza captain. Wa pili. Ni msimu wa pili. Yeah. Mnajisikiaje nyinyi kama timu kuwa washindi wa kombe ambalo mkiwa kama wageni? Kwanza naipongeza mkoa wote wa Musoma kwa kuandaa mashindano haya, kwa sababu mashindano haya yamekwenda na kumbukumbu nzuri ya mwalimu wetu, kiongozi wetu, baba yetu. So nawapa kwanza hongera sana watu wa Musoma kwa kuandaa kitu kizuri kama hichi. Na pia timu ambazo zilikuwa zinashindana nazo, timu ambazo zilikuwa zinaleta upinzani mkali, ile mashindano kwa mazuri. Na sisi tunajisikia faraja kwa mabingwa katika mchezo hii. Kama tunavyotambua kwamba Veterans ni wale watu ambao tayari wametoka kwenye soka la ushindani na sasa hivi wanacheza mchezo kwa ajili ya afya na kuboresha miili yao. Wewe kama captain wa Mwanza Veterans unawahusia nini wale ambao wapo nyumbani wana uwezo wa kucheza mpira ambao umri tayari umekwenda? Kwanza mpira ni afya. Mchezo kama hivi ni afya. Sisi tumetokea Mwanza tumekuja Musoma leo, tumeweka uhusiano, relationship kati ya watu Musoma, watu wa Mwanza, watu kutoka Simiyu, sehemu mbalimbali. Tunajenga afya zetu na pia tunajenga uhusiano na mafahamiano zaidi. Hicho ndio kitu bora zaidi. Sawa. Wewe sasa kama captain Simiyu Veterans, nadhani imekuwa ni sehemu ambayo mechi imetamatika vizuri, lakini tunaamini wote ni watu wa kanda ya Ziwa. Ninyi ni ndugu. Unawashauri nini kabla hawajaondoka na wewe kabla hujaondoka? Kwanza nawapa pongezi kwa sababu tumekutana mara mbili. Tumekutana katika mizunguko, wakatufunga. Tukajiuliza tunataka kwenye finali tena. Ina maana kwamba ni watu wazuri, ni timu nzuri, wana discipline na kucheza na wanajituma. Sina cha kuambia zaidi ya kuwatakia kila laheri. Mwenyezi Mungu awajalie safari yao njema. Inshallah tutakutana tena kwa sababu sisi mashindano yana kadiri kila siku tunazidi kwenda tunakutana. Bana, huyu alikuwa ni captain wa timu ya Mwanza Veterans. Kwa sasa tunamtazamia captain
Nipo na kapteni wa timu ya Simiyu Dazo Veterans ambao wamefanikiwa kufika fainali, lakini bahati ya kutoa ubingwa haikuwa upande wao. Kombe limeelekea mkoa wa Mwanza Veterans. Kapteni, pole sana kwa matokeo. Asante. Kwa sababu mchezo una matokeo matatu: kufungwa, kushinda na draw. Kwa hiyo tumefungwa. Mimi nawatakia ushindi mwema Mwanza Veterans. Wewe kama kapteni wa Simiyu Dazo Veterans, ni nini, kwa sababu kama tulivyoona mchezo wa kwanza mmekutana nao mkapata matokeo, lakini mchezo wa pili wamepata matokeo kwenu, na ulikuwa ni mchezo nadhani ndio ulikuwa muhimu kuliko labda hata mchezo wa kwanza. Wewe unahisi waliwasoma vizuri na kuwaelewa kwamba hawa wanacheza hivi, na tukifanya hivi, tukitumia makosa ambayo wameonyesha kwenye mchezo wa kwanza, tunaweza tukapata matokeo? Mimi nafikiri ni hicho, kwa sababu unapokutana na mpinzani wako kipindi cha kwanza afuja kurudiana naye tena, kwa hiyo yeye anakuwa ameshakusoma mapungufu yako. Kwa hiyo wametumia udhaifu wetu kidogo na wenyewe pia wakatufunga. Kwa hiyo sawa, ni mchezo. Sawa. Wewe kama kapteni unawahusia nini watu ambao tayari wametoka kwenye soka la ushindani na kwa sasa Veterans inawaita, lakini wao bado hawajataka kuitikia wito? Mimi nilikuwa nasema waje wasijikusanyie magonjwa. Pia mashindano haya yanafanya uhusiano mkubwa sana baadhi ya mikoa na mikoa, wilaya kwa wilaya. Kwa hiyo mnapokutana sehemu kama hii mnakuwa pamoja, yani mnakuwa safi, mnaenjoy, yani mnafly, mnakutana hata wachezaji ambao mlikutana zamani, mnakutania hapa wote ambao labda mmepotezana miaka 4, 5, 6 hata 10, lakini mnakutania kwenye mabonanza kama haya. Kwa hiyo ni kitu chema sana. Mimi nawaambia watoke, waje, tujumuike, tufanye mazoezi, tufahamiane zaidi. Unawaambia nini watu wa Simiyu kwa hiki ambacho mmekipata? Huenda kikawa si kikubwa, ila naamini kwenye watu wa mpira, maisha mpira ni kikubwa, kwa sababu unapofika fainali wewe tayari ni mshindi, lakini pia kuna kusale, kuna kupoteza na kushinda pia. Nyinyi kwenye matokeo hayo, tokeo ambalo limewachagua ni kupoteza. Unawaambia nini watu wa Simiyu na unaiambia nini timu yako wewe kama captain? Mimi ninapenda watu wa Simiyu waweze kutupokea vizuri, kwa sababu kwenye haya mashindano hata sisi pia ni wageni, kwa sababu ni mara ya kwanza pia tunashiriki. Kwa hiyo sisi pia tunasema hapa tulipofika tunashukuru sana, na tunashukuru sana kwa sababu ni kitu chema. Tulikuwa hatutegemei kama tutafika sehemu kama hii. Kwa hiyo tunashukuru. Mimi naomba watupokee huko waliko. Tunaenda leo, nafikiri usiku tutafika. Kwa hiyo Mungu awe pamoja na. Yes, leo ndio ilikuwa ile siku ambayo tunahitimisha bonanza la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambalo hufanyika kila tarehe 14 ya mwezi wa 10 mkoa wa Mara mjini Musoma. Kwa mwaka huu limefanyika kunako uwanja wa kumbukumbu ya Karume hapa mkoani Musoma, huku mabingwa wakiwa ni Mwanza Veterans ambao walichuana dhidi ya Simiyu Dazo Veterans. Hii ilikuwa ni Yego Asu TV. Mimi ni mtangazaji wako Bullet. 3+2 = 6. Tomorrow is coming.